Shalom mtazamaji wa Star TV ambaye unatufuatilia kwenye kipindi chetu kizuri sana cha Amka na Tumsifu Mungu. Karibu sana wale wanafamilia ambao mko na sisi. Mnaendelea kufuatilia kipindi, mnaendelea kutuma maoni. Mungu awabariki sana. Lakini leo pia Mungu ametupa neema. Niko na mtumishi wa Mungu Fred Kiara. Tutaenda kujifunza somo zuri ambalo linasema umuhimu wa kumngojea Bwana au faida ya kumsubiria Bwana. Kwa hiyo tutaenda kujua umuhimu gani ambao upo katika kumngojea Bwana. Waswahili wanasema chanda chema uvikwa pete. Kwa hiyo tupite huko tutajua kwa nini chanda chema kinavikwa pete, kwa sababu pia ya uvumilivu. Uko na mimi mtangazaji wako Stella Shao. Karibu tuendelee kufuatilia kipindi chetu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Nayo furaha kuwa na wewe mahali hapa. Ndio. Nayo furaha sana kwa sababu unajua wewe ni mwanafamilia pia. Kama ambavyo watazamaji ambavyo kuna wengine wanatutazama tu na kupita, na kuna wengine ni wanafamilia wapo. Yes. Na wewe pia ni mwanafamilia. Karibu sana. Yes, sio mara ya kwanza kuwapo hapa, kwa hiyo ni mara kadhaa nimekuwa hapa. Yeah. Karibu sana, tupite kwenye somo letu zuri. Faida za kumngojea Bwana. Kuna mambo mengi yanatokea kwenye jamii zetu. Ndio. Kwenye maisha ya huduma, makanisa. Ndio. Lakini tunatamani kujua faida ya kumngojea Bwana, kwa sababu siku hizi ukiangalia hata watu wanaofanya kazi tu za kawaida anakuambia bwana, target yangu mimi mwaka huu sijui na nini nifanikiwe na hivi na hivi. Kweli target ya kufanikiwa sio mbaya, lakini njia ya kupata hayo mafanikio, kila mtu anatamani kufanikiwa kwa haraka. Lakini si hivyo tu, hata ukienda kwenye nyumba za ibada, watumishi wengi wanatupa neno, lakini wengine wanatamani kufanikiwa kwa haraka. Tunaona njia wanazopita sio nzuri. Lakini pia washirika sasa hivi wanakaa wengine wanaangalia kipindi wajue huyu ni yule miujiza, nije nipokee gari, nipokee nini na nini. Sasa natamani utupitishe hapo ili tuweze kuelewa namna nzuri ya kuwa watulivu wakati tunangojea Bwana. Kwanza niseme maandiko yana sehemu nyingi kadhaa ambazo yanazungumzia kuhusu kumsubiri au kumngoja Bwana. Nafahamu kwenye mithali za kidunia nasema subira huvuta heri. Kwamba ukiwa na moyo wa kusubiri unapata baraka zaidi. Lakini maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Zaburi kwamba tumngoje Bwana. Na ukisoma kitabu cha Maombolezo nasema ni heri kumngojea Bwana. Na ukisoma kitabu cha Isaya sura ile ya 40 kuanzia mstari wa 39 anasema wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya. Wataruka juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Kwa hiyo kuna faida za kumngoja Bwana. Lakini labda kabla kuzungumza kiuhalisia faida, tuangalie kuna hasara gani mtu akiwa na haraka. Unajua kwa sababu tunaishi kwenye kizazi ambacho ni cha chap. Ukitaka popcorn siku hizi unaenda supermarket, aidha unaweza kununua zilizotengenezwa au kununua zile za kuboil za kuweka kwenye microwave, dakika 5 tu unapata popcorns. Kama unataka za sukari, za chumvi, ukitaka chai, kila kitu siku hizi ni haraka. Sisi wakati tunakuwa chai ulikuwa unasubiria iive, inapikwa, lakini siku hizi chai usubiri iive. Dakika 2 tunaweka kikombe chako hapo, unapata aina ya chai unayotaka, kama ni kahawa na aina gani ya kahawa unayotaka. Kwa hiyo kizazi hichi ni kizazi cha vitu vya chap. Kwa hiyo anataka muujiza kutoka Mungu chap. Anataka mke, anataka Mungu amjibu chap. Anataka maombi yake afanye chap. Na akija kanisani na hitaji lake lisipopatikana chap, anatoka hapo anaenda sehemu nyingine, kwa sababu anatafuta kitu cha chap. Lakini ukweli ni kwamba vitu vingi vinavyokuja kwa haraka kama vilivyokuja vinaondoka haraka, moja. Lakini pili, havina ule ubora kama vitu ambavyo ni vya kusubiri kwa kusubiria. Na ndio maana nasema kwamba kuna ile mithali inazungumzia kuhusu mbivu. Nini inazungumzia? Uvumilivu la mbivu. Mtu anayevumilia anakula ndizi ambayo imeiva, mbivu. Lakini usipovumilia utakula ndizi ambayo itakuletea ukakasi kwenye mdomo wako. Kwa hiyo hasara moja ambayo unaipata usipokuwa mtu wa subira, usipokuwa mtu wa kuvumilia, usipokuwa mtu wa kumngojea Mungu, unaweza kujishtukia kwamba umepata kitu ambacho kikakuletea matatizo au ukakasi kwenye maisha yako. Lakini pia ukapata kitu ambacho kikakaa kwa muda mfupi na kikapotea. Lakini kingine ambacho ni kibaya zaidi, watu wote ambao hawana subira wanakaa kwenye mtaa mmoja ambao unaitwa majuto.
kwamba mtu yote ambaye ana subira anahamishwa kwenye mtaa ambao unaitwa majuto, kwa sababu asiyekuwa na subira anafanya maamuzi haraka haraka, na maamuzi haraka haraka huwa yanaleta majuto. Tukichukulia mfano kama baba yetu wa imani Ibrahimu, Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakupatia mtoto, si ndio? Miaka inaenda, Sara mke wake akamjia kama, sasa tuna mali nyingi lakini hatuna mrithi, umri unaenda, na akiwa anaangalia mzee anaona huko napokwenda hata asubuhi kutakuwa hakuna jogoo anayewika. Kwa hiyo sasa akasema, bwana, afadhali kabla mambo hayajaharibika, hebu tutafute mpango wa kujiokoa hapa, kwamba naona Mungu anachelewa, anachelewa kufanya, hebu tutafute namna ya kujisaidia. Kwa hiyo sasa akasema, umchukue kijakazi wetu ambaye ni Hagar. Sasa yale maamuzi ambayo aliyafanya Sara kumwambia Ibrahimu kwamba kwa sababu anaona umri unaenda fanya, hayo ni kukosa subira, kwa sababu mara nyingi changamoto kubwa iliyoko kwenye kusubiri haiko tu kwamba kuna kusubiri, lakini iko kwa sababu mara nyingi mambo hayabaki pale pale. Mambo wakati unasubiri yanaweza kawa yanakuwa yanaharibika zaidi, au unaona kabisa hakuna mwelekeo. Lakini changamoto nyingine ni kwamba wakati unasubiri, unajua ukienda kituoni kusubiri daladala, umeamka saa 12 unaenda zako posta, ukasimama pale kwenye kituo cha daladala, wakaja watu 3 wakapanda daladala wakaondoka, huko hapo tuka saa 12. Baada ya saa 12 na robo wakaja watu wengine 4 wakapata daladala wakaondoka. Ikitokea kama mara 3 mara 4 linalofuatia utasema tu sasa linalokuja lolote mimi naenda nalo, kwa sababu la posta lako haijaja. Alafu mara nyingi unajua kinachotokea ni nini? Unapochukua tu kupanda ile daladala, kwa sababu unaenda posta, lakini umeona watu wanakuja wanaondoka, wewe unabakia hapo hapo. Unaamua kwenda chukua daladala unapokwenda njia ambayo sio unayotaka kwenda, labda ya Kariakoo. Unapoingia tu kwenye daladala, imeanza safari, ukiangalia kwenye dirisha ya nyuma, unaona la posta linafanya nini? Linapaki. Hapo sema, sasa hapa nitalipa nauli ambayo sikuipangia. Kwa sababu mara nyingi kusubiri kunakuwa kugumu kama unaona wengine wanapita. Wale ambao walikuwa wanaomba Mungu awapatie mtoto, wanapata watoto. Walikuwa wanataka kuoa, wanaolewa. Wanataka kuoa, wanaoa. Wanataka kuolewa, wanaolewa. Alafu wewe miaka inaenda huko hapo. Sasa hiyo mara nyingi ndio inaleta changamoto kwenye kusubiri. Alafu unafikiria kwamba pengine ngoja nijitatulie kama Ibrahimu na Sara. Kwa hiyo nitatulie kwa sababu naona miaka inaenda, alafu wenzangu wanaenda mbele, mbona mimi niko pale pale. Lakini ukweli ni kwamba uamuzi wowote ambao utaufanya kwa sababu ya kuona unachelewa, au Mungu amechelewa, au muujiza wako umechelewa, au unaona wengine wanaenda mbele kuliko wewe, uamuzi huo utakaofanya mara nyingi utakupeleka kwenye majuto. Kwa sababu unafahamu story ya Sara na Ibrahim, si ndio? Sara baadaye kulikuwa kuna majuto, si ndio? Akaambia mfukuze huyu mama, maana sasa toka amepata ujauzito na amekuwa sasa ananiona mimi sifai. Mimi wakati mimi ndio mama mwenye nyumba hapa. Kwa hiyo sasa amemshinikiza mume wake awe na uhusiano na huyu dada mfanyakazi wao, alafu sasa tena anamwambia tena aondoke. Kwa hiyo ikawa tena badala kuwa baraka ikawa shida kwenye ndoa yao. Kwa hiyo mara nyingi maamuzi ambayo tunayafanya kwa haraka huwa yanatuletea majuto, yanatuletea huzuni, yanatuletea ukakasi, na yanaweza katuchelewesha sana kufikia yale makusudi ya Mungu ambayo anao kwa ajili yetu. Lakini tukivumilia kuna hasara, kuna faida nyingi ambazo tunazipata kama tutavumilia kwa kumsubiri Mungu katika mambo yake. Aidha ni maombi unaomba, unataka Mungu akujibu, aidha kuna hitaji, aidha kuna jambo fulani unamsubiri. Hata kama unaona wengine wanafanikiwa, wengine wanapita, wengine wanaolewa, wengine wanaoa, wengine wanapata kazi, wewe mwaka wa kwanza hujapata kazi, wengine wanaajiriwa, umngojee Bwana. Unafahamu dada Stella, kila mtu ana wakati wake. Kila mtu ana saa yake. Na saa zetu zifanani. Kuna wengine wataolewa wakiwa wadogo. Kuna na miaka 25, 20, 21, 22. Kuna wengine wataolewa na miaka 33 na kuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hatuwezi tukajipangia tukasema kwamba kwa sababu huyu amefanya hivi na mimi lazima nifanye hivi. Kwa hiyo usionee wivu au ukaonea kijicho
au kadhani kwamba umechelewa kwa sababu unajilinganisha na mtu mwingine. Mungu ana wakati wake wa kujibu maombi yako, kukutendea na wewe, kukufanyia muujiza ambao unautaka na kujibu yale maombi ambayo umekuwa ukimuomba kwa wakati wake. Kwa hiyo hapo nataka tutazungumzia pia baraka ambazo unazipata kwa kusubiri nini. Okay. Hapo tutazungumzia baraka, tutazungumzia faida kwa wakati. Ambazo ndio hizo faida na baraka ndio hizo. Yes. Sasa hapa kwenye mchakato wa kumngojea Bwana, kuna mtu anaangalia kipindi na yeye ndo wale watu wamesema bwana liwalo na liwe. Nini afanye wakati anamngojea Bwana? Wakati unamngojea Bwana, naamini unatakiwa tu kuwa umekaa unasubiri Bwana afanye. Ni mchakato gani ambao mtu unatakiwa uwe unafanya, au kitu gani ambacho kinaweza kukusaidia katika safari yako ya kumngojea Bwana au kungojea zile ahadi za Bwana? Cha kwanza kabisa, cha kwanza ambacho ni muhimu kuliko vitu vyote, hakikisha uhusiano wako na Mungu uko vizuri. Kwa sababu kama uhusiano wako na Mungu hauko vizuri, ina maana utakuwa una wasiwasi, pengine Mungu amekuacha, pengine Mungu hakujali, pengine Mungu hakupendi, pengine Mungu amekusahau. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, hakikisha uhusiano wako na Mungu uko vizuri, kwa sababu Mungu habadiliki. Mungu hana upendeleo. Mungu ampendi huyu akamwacha huyu. Mungu sio kama baba zetu au wazazi wetu ambao mara nyingi wanakuwa na upendeleo kwa watoto. Unakuta wazazi anampenda mtoto mmoja tofauti na watoto wengine. Lakini Mungu wetu huyu, Mungu hana upendeleo, na Mungu huyu ana wakati wa kumjibu, wa kumtendea, wa kumbariki, wa kumuinua kila mtoto wake kwa wakati wake tofauti. Kwa hiyo cha kwanza, hakikisha uhusiano wako na Mungu uko vizuri. Kwa una imani kabisa kwamba Mungu ananipenda, Mungu ana mipango nzuri na maisha yangu, kuna wakati Bwana atafanya. Kwa sababu kama uhusiano wako na Mungu uko vizuri, ni rahisi sana kukengeuka. Ni rahisi sana kutafuta mpango wa kando au mpango mwingine tofauti. Ni rahisi sana kutafuta shortcut, kutafuta kitu kingine, kwa sababu uhusiano wako na Mungu hauko vizuri. Kwa hiyo hakikisha cha kwanza uhusiano wako uko vizuri. Lakini cha pili, hicho ni usikifanye kabisa, usijilinganishe. Usijilinganishe. Kila mtu ana ratiba yake. Kila mtu ana wakati wake. Unajua sote tunakimbia. Maisha ni mbio. Lakini kila mtu ana lane yake. Tutafika mapema, wengine tutachelewa, lakini wote tutafika. Kwa hiyo usijilinganishe. Ukijilinganisha, changamoto ya kujilinganisha ni kwamba aidha utajiona umechelewa sana, au utamuonea wivu yule ambaye ameenda mbele na kutafuta kuona jinsi ambavyo utamshusha namna gani, au utafanya asionekane kwamba yuko vizuri namna gani. Lakini badala ya kujilinganisha, ufahamu tu kwamba Mungu ana wakati wa kumfanyia kila mtu na kumjibu kila mtu maombi yake kwa wakati tofauti. Kwa hiyo na kuna wengine muujiza wao unaotokea mapema, wengine unachelewa, lakini kila mtu atapata kutoka kwa Mungu kwa wakati wake. Kwa hiyo usijilinganishe. Kwa hivi ni vitu viwili ambavyo mimi naona ni vya muhimu sana kwa mtu. Lakini kuna cha tatu ambacho pia ni muhimu wakati unamngojea Bwana, wakati unamsubiri Bwana. Ili kusaidia kusubiri vizuri, nimesema cha kwanza, hakikisha uhusiano wako na Mungu kwa vizuri. Cha pili, usijilinganishe kabisa. Lakini cha tatu, tafuta mambo ambayo Mungu ameshakufanyia, alafu uwe namshukuru. Sababu mara nyingi ukiwa kusubiri kunakuwa kugumu kama unaangalia kile ambacho unakitarajia. Sasa badala kuwa na focus na kile ambacho unakitarajia, angalia kile ambacho Mungu ameshakifanya. Alafu anza kumshukuru Mungu. Sema okay, mimi nilikuwa nataka nipate kazi. Na bado sijapata kazi mpaka sasa hivi, na msubiri Bwana atanitendea kazi. Nimeshapeleka CV zangu sehemu mbalimbali, lakini namshukuru Mungu kwamba nina afya yangu. Mungu amenipa afya. Namshukuru Mungu kwamba nina sehemu ya kukaa. Namshukuru Mungu kwamba nina marafiki. Kwa hiyo tafuta vitu ambavyo unaweza ukajivuna ukamshukuru Mungu kwavyo, kwa sababu shukrani pia huwa inamfanya Mungu atende mambo fulani kwenye maisha yetu. Hata sisi wenyewe kwenye maisha yetu kwa mara nyingi tunapenda kuwafanyia watu vitu ambao wana shukrani, si ndio? Lakini kila mtu ambaye au rafiki ambaye kila wakati ana demands tu, unampenda wewe, kila wakati ukutana naye ana demands, hujanifanyia hivi, bado hivi nasubiri Stella, bado hichi, bado hiki, hujanifanyia hivi, utasema huyu si rafiki, sio mzuri. Unapenda rafiki ambaye anashukuru vile vitu ambavyo tayari umeshavifanya. Kwa hiyo vitu vitatu ni muhimu sana wakati unamsubiri Bwana. Uhusiano wako, usijilinganishe, angalia vile vitu ambavyo Mungu tayari ameshafanya, mshukuru. Na hiyo inakupa imani kwamba kama Mungu alifanyia kitu hiki, basi
hata hivi vingine vitakuja tu. Amina. Yaani hapo hauzungumzi tu na watazamaji, unazungumza moja kwa moja na mimi. Yaani nafikiri ni somo zuri ambalo yeyote ambaye anasikiliza anaweza kupona. Tukiachilia watu wanaoenda kanisani Jumapili, watu ambao wanatarajia kupokea neno Jumapili, lakini hata mtu tu ambaye haendi kanisani, haendi msikitini, anaweza akalisikia. Lakini pia hata anaenda msikitini, anaenda kanisani, anaweza akalisikia. Kama unataka kupona, unaweza ukazingatia hivi vitu vitatu. Kuto kujilinganisha, kwanza kujenga mahusiano na Mungu, kuto kujilinganisha, lakini pia cha tatu umesema ni kufanyaje jamani? Kushukuru. Tafuta vitu ambavyo tayari unavyo, Mungu amekubariki. Yes, unaweza kuwa umepona kansa, lakini hauna kazi. Uko unamlalamikia Mungu, wengine unawapa kazi. Au umemaliza chuo, una mwaka wa pili hujapata kazi, lakini kuna walioanza nao vyuo walishaenda mbele ya haki. Yes. Lakini wewe huwafikirii hao ambao walishaenda mbele ya haki. Unafikiria tu kama mwaka huu wa pili sijapata kazi, Mungu ameniacha. Na wale wengine ambao wamepata ajali wakafariki au wakapata ulemavu wa maisha. Kwa hiyo unaangalia vitu ambavyo Mungu amekufanyia, alafu unajaa moyo wa shukrani. Pamoja na kwamba bado hajafanya, lakini moyo wako umejaa shukrani. Hapo kwenye kushukuru umeongea kitu kimoja kikubwa sana. Nimekumbuka mbali kidogo. Kuna miaka fulani nilikuwa na ugonjwa ambao sina experience nao, na usikia tu, sijui vizuri chanzo chake ni nini, lakini ulinisumbua kwa miaka mingi sana. Yaani mimi na hospitali ni ndugu, ni marafiki wazuri sana. Kwa hiyo kuna muda najisahau, lakini umezungumza hapo nimekumbuka moja kwa moja. Kuna kipindi nilikuwa mdhaifu, nikikohoa tukiwa tumekaa familia, wananiambia jiandae twende hospitali, sio kusubiri paka muda uende, umezidiwa sana. Wakati mwingine nakohoa tu, ni binadamu wa kawaida, lakini nimeshachukuliwa ni mahitaji maalum. Yaani paka imepitiliza, yani unakohoa tu kawaida, unaambiwa jiandae twende hospitali. Jamani, siumwi, twende tu, hata ukakae tu hospitali kwanza kwamba una shida. Yes. Kwa hiyo wakati huu kuna vitu naweza nikawa bado labda sijapata, pengine nimepeleka maombi yangu mbele za Mungu, nipo katika hali ya kumngojea Bwana, lakini nikikumbuka afya ni mtaji, nikikumbuka naweza kukaa hapa tukafanya kipindi na wewe bila wazazi wangu kuwa na mashaka, hata kama mvua inanyesha. Kuna wakati mvua ikinyesha, meneja ashapigiwa simu, jamani wewe kiumbe huko kwanza na sweta, anaendeleaje au watu wamekuja kunipata. Kwa hiyo umeongea kitu kikubwa sana kwenye maisha ya kawaida. Hakuna mtu ambaye anaweza akakosa kitu cha kumwambia Bwana. Hakuna kabisa. Yaani hata kama umelala njaa, bado kuna kitu ambacho unaweza kumwambia Mungu. Asante, nimeamka tena. Bado unaniamini. Kwa sababu kuna mabilionea wanafariki. Kwa hiyo umeongea kitu kikubwa sana. Mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia, mimi nikutie moyo tu kwenye kitu chochote ambacho unakipitia. Endelea tu kumsubiria Bwana. Mungu si dhalimu. Alafu Mungu si katili. Yaani Mungu ana upendo mkubwa sana. Mtumishi wa Mungu amezungumza kitu kikubwa kwamba Mungu ni zaidi ya mzazi. Ni kweli ametuzana. Tunajua duniani hakuna upendo bora kama upendo wa mzazi. Lakini Mungu ni zaidi ya wazazi wetu. Kwa hiyo tuendelee kumngojea Bwana. Mungu si katili. Mungu si katili kabisa. Na mara nyingi changamoto nyingine inayokuja ni kwamba tunamlinganisha Mungu na wazazi wetu. Tunatarajia watatu let down. Kwamba wazazi wetu, kuna vitu ambavyo wazazi wetu, hata kama baba yako ni mkamilifu au mama yako ni mkamilifu, lakini ni mwanadamu. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo aliku let down. Ulitarajia lakini hakufanya sawa sawa na matarajio yako. Kwa hiyo mara nyingi tunachukua hizo tabia za wazazi wetu au walezi waliotulea, tunazipeleka pia kwa Mungu. Tunajua kwamba Mungu anaweza. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 10, anasema kwamba ukiwa na imani kwa Mungu hautatahayarika. Yaani kwamba Mungu hata waaibisha wale ambao wanaweka imani yao kwake. Kwamba umemwamini Mungu kwa jambo, ukamngojea Mungu kwa jambo fulani, usipozimia moyo hutatahayarika, hutaaibika. Na unajua changamoto nyingi inakuja ni wapi, Stella? Kitu kingine ni mara nyingi pale ambapo ndio unakaribia kwenye muujiza wako, ndio kunakuwa pagumu zaidi. Kwa Kiingereza wanasema kwamba the night is darker when the dawn is near. Yaani kwamba usiku unakuwa mzito zaidi wakati kukucha au pambazuko ndio linakaribia. Wakati ambapo muujiza wako ndio unakaribia,
hapo ndio unaona kabisa mimi sasa nimeshindwa, mimi nataka kuacha, mimi siwezi kabisa kuendelea. Kumbe ndio hapo ndio ukishikilia muujiza wako unatokea. Lakini hapo ndio sasa adui anataka kushindikiza, kuambia kwamba tafuta njia nyingine, tafutie utaratibu mwingine, nenda ukufanya, ili akuharibie baadaye yako, hatima yako, maisha yako na kile ambacho Mungu amekusudia kufanya juu ya maisha yako. Lakini ukimngojea Bwana, ukiendelea kumsubiria Bwana, utaona kuna faida nyingi na baraka nyingi ambazo utazipata kwenye maisha yako. Amina. Kabla hatujaendelea sasa kwenye kiini cha somo letu ila leo kuangalia faida au baraka za kumngojea Bwana, nikurudishe nyuma kidogo. Yes. Tuongelee sasa habari za uimbaji. Tumishi wa Mungu, Mungu anakubariki. Yes. Ni unafanya huduma ya uimbaji lakini pia ni mchungaji. Tuzungumzie kidogo huduma ya uimbaji sasa. Kuna vitu vingi ambavyo umevifanya mwaka huu ulipopambazuka kidogo na mpaka hapa tulipo sasa, mwaka unakimbia sana. Mambo yamekuwa mengi. Vipi sasa kuhusiana na watu ambao wanakufuatilia kwenye swala mzima la muziki, watarajie kitu gani labda, au tuendelee tu kufuatilia zile ambazo umetuwekea, ambazo umeziachia, tuendelee kusubscribe pale YouTube na kuangalia jumbe ambazo umeziachia, au kuna kitu ambacho tuendelee kukingojea labda kipindi kwa? Kwanza kabisa kwenye YouTube channel yangu ya Freddy Kiara, hivi karibuni tutarelease wimbo mmoja ambao huo wimbo unahusiana kabisa na ujumbe huu ambao unaitwa Wamngojao Bwana. Amen. Kwa hiyo huo wimbo ni mzuri sana, ukisikiliza una ujumbe mzuri sana. Uko na mahadhi ya sio haraka haraka sana au ya taratibu, lakini una ujumbe mzuri sana, unazungumzia kuhusu Wamngojao Bwana kutoka kwenye kitabu cha Isaya. Kwa hiyo huo wimbo unakuja hivi karibuni, utaonekana. Sijui kwa nini nimegusia huko, nafikiri Roho wa Bwana. Roho wa Bwana amegusa. Kwa sababu wimbo wenyewe hata tukupanga, lakini wimbo wenyewe unahusiana na somo ambalo tunalizungumzia. Okay. Basi moja kwa moja tusimnyime raha mtazamaji anayetufuatilia. Tuende moja kwa moja kwenye baraka za kumngojea Bwana. Faida ya kwanza ambayo unaipata kwenye kumngojea Bwana ni kwamba Mungu anakutia nguvu. Amen. Mungu anakutia nguvu, kwamba ndio maana nasema kwamba wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kwamba unapoendelea kumngoja Bwana ukaonyesha kabisa huko tayari kuachilia, Mungu anakupa nguvu mpya za kuendelea kumngojea. Kwa hiyo unapata uhuisho wa nafsi yako, uhuisho wa kuendelea kumtarajia na kumngojea Bwana. Kwa hiyo faida ya kwanza ni hiyo baraka ya uhuisho. Na mara nyingi wakati mwingine hii baraka ya uhuisho kutoka na experience yangu, maana mimi na miaka mingi katika wokovu. Mimi nimeokoka zaidi ya miaka sasa, toka 86 mpaka sasa ni miaka mingapi? Karibu miaka 40. Miaka 40. Kwa hiyo niko ndani ya wokovu na miaka 40. Kwa hiyo kuna vitu vingi nimeviona, kuna mambo mengi nimeyaona, nimetembea na Mungu na nimepitia mambo mbalimbali nikiwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba kuna wakati unamngojea Bwana, alafu unaona kabisa sasa hapa hichi kitu nashindwa. Kitu ambacho nimejifunza, ukiona kabisa kwamba kama nguvu zako zinaishi za kuendelea kungoja, mwambie Mungu. Mwambie Mungu, moyo wangu unakuzimia. Naomba nitie nguvu. Naona kama sasa ninataka kurudi nyuma, nataka kuachilia, nataka kuquit. Inawezekana ni kwenye ndoa. Pengine umekuwa kumtarajia Mungu ajibu kuhusiana na mwenza wako, kuna changamoto mnazopitia. Inawezekana kwenye afya ya mwili wako, au inawezekana kwenye jambo lolote ambalo unamngojea Bwana alifanya. Alafu unaona kabisa kana kwamba mambo badala hata ya kubaki yalivyokuwa yanazidi kuwa mabaya. Sasa faida mojawapo ya kumngojea Bwana, unaweza kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, naomba unitie nguvu, nisikate tamaa, nisitafute njia nyingine ambayo itaniletea majuto kwenye maisha yangu, niendelee kumngojea wewe. Lakini la pili ambalo ni faida ni kwamba kwa sababu la kwanza nasema kuna majuto. Unajua kinyume cha majuto ni nini? Ni faida. Kama huna majuto ni unapata kufikia makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Amen. Yaani ukimngojea Bwana unayafikia makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Makusudi ya Mungu kwa Sara na Ibrahimu hayakuwa Ishmael, yalikuwa ni Isaac. Kwa hiyo wangemngojea Bwana, of course Mungu alitenda kwa sababu Mungu aliahidi lazima atimize alichokiahidi. Lakini
walipaswa waendelee kumngojea Bwana kwa sababu makusudi ya Mungu yalikuwa ni Isaac. Kwa hiyo tukimngojea Bwana, faida moja kubwa ni kwamba tunayapata yale makusudi ya Mungu na zile baraka hasa ambazo Mungu alikuwa amezikusudia kwenye maisha yetu. Unakuja kumpata mume ambaye ndiye hasa ulikuwa na Mungu alikuwa amekupangia. Unampata mke ambaye ndio hasa, yani ukimwangalia unasema asante Mungu, kwa kweli nashukuru kwamba nilingoja. Nashukuru kwamba nilikungojea. Yani moyo wako unapata ile furaha ya kuwa umemngojea Bwana kwa sababu kile ulichonacho kinakuwa kizuri. Unapata mtoto ambaye ndiye ndani ya ndoa. Unakuta kuna dada wengine wanasema niko tayari kupata mtoto hata bila mume, ili mradi tunipate mtoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu naona umri wangu unaenda, hakuna mtu anataka anichumbia, anataka kunioa, kwa anataka nipate tu mtoto ili angalau nisiondoke duniani. Nisiondoke duniani na nini na mayai yangu. Unasema hivyo. Kwa sababu mnataka kukwambia mambo. Sasa unaona sasa kwanza nasahau kwamba hakuna kitu ambacho unacho ni chako. Huo mwili sio wako, ni Mungu amekupa. Hayo mayai sio yako, ni Mungu amekupa. Kwa hiyo ukifanya haraka unaweza kaingia kwenye majuto sana baadaye. Lakini ukimngojea Bwana utakuja kupata mume, afu mtoto ndani ya nyumba, afu baadaye utakuja kuangalia sema yani kumbe mwaka fulani nilikuwa najaribu karibu nikate tamaa, nitafute njia mbadala. Kumbe nimemngojea Bwana, angalia baraka niliyopata. Kwenye maisha yako pia. Kwa hiyo faida hizo mbili ambazo nimezitaja ni muhimu sana, kwamba Mungu anakurejeshia nguvu, lakini hasa hata kama ukimuomba, lakini pia pili unakwenda kwenye ile hatima na makusudi Mungu aliyenayo kwenye maisha yako. Unajua, napenda kile kitabu cha Isaya kinavyosema. Anasema hivi, wamngojao Bwana kwanza watapata nguvu mpya, alafu wataruka juu kwa mbawa kama tai, alafu watapiga mbio wala hawatachoka. Kwa hiyo kwa maana nyingine kwamba Mungu anataka sisi tuendelee kumngojea katika mbalimbali bila kuchoka. Bila kuchoka. Piga mbio. Piga mbio. Pengine umekuwa ukifanya kazi ya uchungaji miaka mingi, washirika ni 10 tu. Endelea kupiga mbio. Usichoke, piga mbio. Mungu atafanya muujiza pale ambapo unataka kukata tamaa, ndio Mungu muujiza wako anakuja kwenye hapa. Kwa hiyo kuna faida na baraka nyingi sana. Hizo nimezitaja ni chache, lakini ziko nyingi sana ambazo mtu anazipata kwa sababu ya kumngoja na kumsubiri Bwana katika kile ambacho unamwamini afanye kwenye maisha yako. Amen. Kulingana na muda wetu umekwenda sana, mtumishi wa Mungu. Umezungumza yani ni faida za kumngojea Bwana, lakini ndani yake kumekuwa na somo pana au kumekuwa na ujumbe mpana ambao umetufungulia kujua kabla tu ya faida kuna hasara, lakini nini ambacho mtu anaweza akakaa akakifuata wakati anamngojea Bwana. Sio umngojea Bwana tu umekaa unaangalia mpira unafanya vitu vya ajabu, lakini kumbe kuna kanuni. Unaweza ukatengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu. Vitu vingi mtumishi wa Mungu amevitaja vitatu, na vyote ni vikubwa, sio tu kwenye kumngojea Bwana. Ukivitumia kwenye maisha ya kawaida vinaweza kukusaidia. Kuna watu wanatuangalia, wanaweza wakasema wengine umewacha na kiu, wanatamani kujua vitu vingi katika hili somo la kumngojea Bwana. Lakini pia kuna wengine wanatamani kukufuatilia zaidi. Kwa hiyo kabla tujahitimisha, ungewaambia wanaweza kukupataje? Itawasaidia kwa sababu muda wetu ni mdogo, hatuwezi kufika kwenye kiini cha somo kila kitu. Yes. Mimi napatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Freddy Kiara, Freddy Kiara. Niko YouTube kama Freddy Kiara, Instagram kama Freddy Kiara, TikTok pia kama Freddy Kiara, na ukienda pale hata Facebook Freddy Kiara unaweza ukatuma ujumbe alafu tukawasiliana. Lakini pia namba zangu za simu ni 0655 56 68 01. Kwa hiyo inapatikana kwenye mitandao yote, lakini labda nikutie tu moyo kwamba hakuna mtu yoyote ambaye amemngojea Bwana kwa uaminifu alafu akaaibika. Hayupo, hata na wewe hutakuwa wa kwanza. Amen. Mimi hapo sina tena cha kuongezea. Mimi mwenyewe naendelea kumngojea Bwana, na wewe unayenitazama tuendelee kumngojea Bwana. Kikubwa tufike kwenye target ambayo Mungu amekusudia, kwenye zile ahadi ambazo Mungu ametuahidia. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Stella Chao, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Freddy Kiara kuletea somo zuri sana la faida za kumngojea Bwana. Kipindi ni Amka na Tumsifu Mungu kinaruka kila Jumapili
Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine vizuri sana, lakini msiache kutufuatilia kila Jumapili. Wanafamilia wote, Mungu awabariki sana sana. Kwa hiyo usikose kutazama kila siku ya Jumapili.